Kwa mfano unaweza ukaandika maombi ya wakati wa hofu, au wakati wa wasiwasi, au wakati wa kuvunjika moyo, au wakati wa kukosa furaha. Yani hivyo tutaangalia jinsi utakavyoiandika, lakini kwa ujumla ninataka nikuelekeze kwenye kipengele hiki kwamba unapokuwa kwenye hali ya kuogopa, maombi gani ufanye ambayo yatakuondolea hali ya hofu. Yani kwa mfano, maombi gani unaweza ukafanya ukajikuta kabla ya kuomba ulikuwa umejaa hofu, lakini baada ya kuomba tayari hofu imeisha. Maombi ambayo unaweza ukafanya, labda kabla ya kuomba ulikuwa umejaa uchungu, ulikuwa umejaa masikitiko, lakini baada ya kuomba unaona unakuwa na furaha. Hicho ni kitu mojawapo ambacho ni muhimu kujifunza, kwa sababu haya ni moja ya maombi ambayo Mungu anayatumia kama tiba ya moyo. Imani shimwe. Sasa kabla ya kuelekeza hapo, ni ile kwamba kuna watu wanafanya maombi ambayo hata kiomba kama alikuwa na hofu, hata baada ya maombi bado hofu haijaisha. Kama ni kuogopa ugonjwa, bado ugonjwa na uogopa. Kama ni kuogopa sijui ajali au kuogopa taarifa ya daktari, bado inamsumbua. Lakini maombi haya ambayo nataka uyaone hapa ni yale ambayo kwa kweli ukisema sasa, kulingana na hali niliyonayo, kulingana na stress niliyonayo, kulingana na hofu niliyonayo, kulingana na wasiwasi nilionayo, kulingana na pressure nilionayo, nataka niingie kwenye maombi ya aina hii ambayo mtumishi wa Mungu alinielekeza nijizamishe kwenye hayo. Na kweli ukijizamisha, ukimaliza, baada ya maombi utakuwa umejaa furaha. Baada ya maombi utakuwa na imani, utakuwa na uhakika. Baada ya maombi utakuwa na hali ambayo inainua kiroho chako. Bwana asifiwe. Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tunaanzia wapi? Tunaanzia kwenye kitabu kile cha Wafilipi sura ya 4. Tunaanzia mstari wa 6. Wafilipi sura ya 4 unaanzia mstari wa 6 unaenda mpaka mstari wa 7. Neno la Mungu linasema ya kwamba msijisumbue kwa neno lolote, bali katika kila neno kwa kusali na kuomba pamoja na kushukuru, haja zenu na zijulikane na Mungu, na amani ya Mungu ipitayo akili zote itawahifadhi mioyo yenu na nia zenu katika Kristo Yesu. Haya maneno ni makubwa sana. Haya maneno ni makubwa sana, na ukisimama nayo kwenye maombi, maneno haya nilikuwa nawaambia hata kanisani, ukisimama na haya maneno kama Yesu alivyosema kwenye neno lake kwamba ninyi mkikaa ndani yangu na maneno yangu yakikaa ndani yenu, ombeni lolote mtapewa. Yesu anachotaka, weka maneno yake ndani ya moyo wako. Hiyo ndio kauli mbiu ya maombi yanayoleta matokeo. Weka maneno yake ndani yako, halafu ndipo uanze kuomba. Usiombe kwa kutumia maneno yako, utakuwa unapoteza muda. Kwa hiyo kitu cha kwanza, weka maneno yake ndani yako, halafu omba kwa kupita kwenye yale maneno. Kwa hiyo kwa mfano unasema sasa, Mungu mesema kwamba msijisumbue kwa neno lolote, bali katika kila neno kwa kusali na kuomba
pamoja na kushukuru. Haja zenu na zijulikane na Mungu. Sasa haya maneno kwanza anaposema msijisumbue kwa neno lolote, pale ameweka mkato kuonyesha kwamba inatakiwa lieleweke kwanza hilo kabla hujaendelea na hatua nyingine. Hata kama umesimama kumfundisha mtu somo la maombi kama hayo, natakiwa mwambie kabisa kwamba unaona huu mstari, neno linaposema msijisumbue kwa neno lolote, limeweka mkato wa chini na juu kuonyesha kwamba ni sentensi ambayo inatakiwa ieleweke kabla hujaendelea kwingine. Lile neno mkato wa chini na ile nukta ya chini na juu, manake hicho kipengele, hayo maneno yanayokuwa yametamkwa yanatakiwa yaeleweke kwanza kabla hujaendelea. Ndio maana ya yale maneno. Na neno mkato maana yake inatakiwa umeze mate unaposoma, lakini anapoweka nukta ya chini na juu, maana yake inatakiwa uelewe kwanza, maana hiyo sentensi inaonekana inatakiwa ieleweke mpaka unapoenda kwenye kituo, kwa sababu kituo au nukta inaonyesha kwamba sentensi imekamilika. Sasa je, sentensi imekamilika ukiwa umeielewa? Ndio maana pale wanakuwa wamekuwekea nukta ya chini na juu, kwamba wakati unapomwambia mtu, angalia maandiko yanaposema msijisumbue kwa neno lolote, alafu hapo umewekewa mkato wa chini na juu kuonyesha kwamba ulielewe kwanza hilo. Halafu mbele wamekuwekea mkato ambayo inamaanisha umeze mate wakati unaendelea. Maana anasema msijisumbue kwa neno lolote. Haya, hapo wameweka mkato wa chini na juu. Halafu anaendelea, bali katika kila neno kwa kusali na kuomba. Wamekuwekea mkato mmoja ambao kwamba umeze mate kwanza. Halafu anaendelea, pamoja na kushukuru, mkato pia umeze mate. Halafu haja zenu na zijulikane na Mungu. Wamekuwekea nukta kuonyesha kwamba sentensi imekamilika. Sasa tukija sasa kwenye msijisumbue kwa neno lolote, pale inatakiwa kwanza lieleweke hilo neno kwamba sasa kama nasema usijisumbue kwa neno lolote, ina maana hili neno ni kama vile alivyosema, yani hili ni katazo, kama vile alivyokataza msiibe. Kama vile, yani unawaambia watu kabisa, kama vile ulivyokatazwa usiibe, ndivyo ambavyo umekatazwa usijisumbue kwa neno lolote. Kama vile ambavyo umekatazwa usizini, ndivyo ambavyo umekatazwa usijisumbue kwa neno lolote. Kama vile ambavyo umekatazwa usitamani mke wa jirani yako au mume wa jirani yako au mali ya jirani yako, ndivyo ambavyo umekatazwa usijisumbue kwa neno lolote. Kama vile ambavyo umekatazwa usiogope, ndivyo ambavyo umekatazwa usijisumbue kwa neno lolote. Kwa hiyo hapo wakati unamwambia mtu, unamwambia kabisa, ili kwanza linatakiwa lieleweke kwamba kujisumbua kwa jambo lolote ni moja ya makosa kama mengine. Sasa wakati unapoanza kulielewa, unaanza kugundua sasa kama amesema nisijisumbue kwa neno lolote, haya, kwa nini sasa kwa nini niko najisumbua kwa ajili ya hili? Ina maana hapa tayari niko nje ya mstari. Ukishaanza maana yake kujisumbua, ukawa tayari unaruhusu hali fulani, labda wakati mwingine kama sisi wenye familia, unaona watoto umuhanu yiki yiko lilibi nabo kandi. Ukimkataza hiki anafanya kile unachomkataza. Ukifanya hivi mpaka wakati mwingine unafika hatua na pressure inataka kuja kwamba sasa mimi hii insoni za baba ni hii aibu nitaipeleka wapi? Mungu amesema usijisumbue kwa neno lolote, ikiwa ni pamoja na hilo. Sasa kwenye maombi huwa tunasema, Mungu wewe umesema nisijisumbue kwa neno lolote. Kwa hiyo unaanza kuyataja yale ambayo unahisi yanakusumbua. Naomba hilo jambo likamate, litakusaidia. Unaorozesha yale yote ambayo unahisi yanakusumbua kwenye akili, unahisi yanakusumbua kwenye mawazo, kabla ya kuyapinga na kusema nayapinga, nayafuta, nayavunja.
watu wengi wanaishia kwanza kuyavunja, wanaanza kuyavunja, wanayafuta, wanayateketeza, wanayapiga, halafu hayatoki wala hayavunjiki, na badala yake yanaendelea kuwasumbua kwa sababu wanayavunja wakati bado yanawasumbua kwenye akili, wanayapiga wakati wakimaliza maombi bado yako kwenye akili yanawasumbua. Kumbe pale ilitakiwa hatua ya kwanza yaorozeshe. Okay, naona mwana wanje wa kwanza amenipigia simu, hali hili unaliandika mahali, hili limenisumbua sana. Jambo la pili, labda kubiashara, kule kwenye biashara ofisini pale ninaona kuna 1 2 3 naliandika mahali. Kama huwezi kuandika moyoni, unaweza kuandika kwenye karatasi. Naona watoto wangu, naona mume wangu pia naye pia kwenye lile na lile hali jambo fulani kubiashara vyake lilindia, au kwenye nini, kwenye kundoa na nini hali jambo fulani lilindia linanisumbua nini, unayaorozesha. Baadaye sasa unaposogea mbele za Mungu, namwambia Mungu, nakushukuru kwa maana nasimama na neno lako. Wewe umesema msijisumbue kwa neno lolote. Sasa pale unakuwa umeshayaorozesha. Unaanza, Mungu umesema na umenikataza nisijisumbue kwa neno lolote. Kwa hiyo na mimi nasema mbele zako kwa imani, kuanzia sasa sitajisumbua kwa ajili ya jambo hili. Unalitaja kuhusu fulani, hili jambo nakataa, sitaki kujisumbua, na sitaki linikoseshe usingizi, sitaki linikoseshe furaha, sitaki linikoseshe amani, sitaki linikoseshe changamko. Nakataa kujisumbua kwa ajili ya jambo hili. Mungu, ninajua ya kwamba mpaka unaponiambia nisijisumbue kwa neno lolote, wewe unajua ni namna gani utafanya ili kusudi mambo haya yawe hivi. Haleluya. Bwana pewe sifa nyingi sana. Kwa hiyo wakati unaongea sasa, unakuwa umeshapanga. Yaani hata kama kuna kitu hakiko sawa kwenye mwili, daktari amekwambia kuna 1 2 3, na wakati mwingine anaweza akakwambia, akakupa taarifa ambayo inaonyesha kabisa kwamba hakuna mahali tiba itapatikana. Wewe unachotakiwa kufanya, Mungu, daktari ameongea, lakini daktari hana kauli ya mwisho. Mimi siishi kwa neno la daktari, naishi kwa neno lako. Wala hukusema tuishi kwa neno la daktari, ulisema tuishi kwa neno lako. Kwa hiyo daktari amesema hivi na hivi, lakini naamini Mungu kauli yake sio ya mwisho. Kauli ya mwisho ni ya kwako. Kwa hiyo ninakataa kujisumbua kwa ajili ya hili ambalo mwili wangu kweli shetani anajaribu kunidanganya kwamba kuna 1 2 3, lakini kwa hiyo unakuwa unataja na unamwambia Mungu kwamba sitaki kujisumbua, umenikataza nisijisumbue, na mimi nakubali. Sasa Biblia inasema hivi, ukishaelewa hiyo concept ya kwanza, huo utaratibu wa kwanza wa kuto kujisumbua, ukishaelewa hiyo ya kwanza, hatua inayofuata, matokeo yatakayofuata baada ya hiyo ukazama vizuri. Kwa sababu hapo maelekezo ambayo nakuelekeza hapo ni kwamba ukianza kuomba kwa kusimamia neno hilo la kuto kujisumbua, inatakiwa uhakikishe mpaka uzame kwenye kina cha hayo maneno, naamini Mungu sitajisumbua sasa kuanzia leo, nakataa kujisumbua kwa ajili ya nini, ya hiki na hiki. Sasa ninaposema hiki na hiki, nafikiri unaelewa ninachomaanisha, kwamba yanakuwepo lakini wewe unakuwa unayajua. Ambayo yanakuwa yanasumbua akili yako, ambayo yanakuwa yanakufanya unakuwa na hofu, ambayo yanakuwa yanakufanya unakuwa na wasiwasi, ambayo yanakuwa yanakufanya unakosa amani. Hayo yote natakiwa unamwambia Mungu, wewe umesema nisijisumbue kwa neno lolote, na hili hapa likiwemo. Kwa hiyo katika hili ninajua Mungu, mpaka unaponiambia nisijisumbue, na kweli wewe unajua utakavyofanya. Kwa hiyo ninakataa kwa jina la Yesu kujisumbua kwa ajili ya jambo hili, unalitaja, na kwa ajili ya yule unataja, na kwa ajili ya hili unataja. Ukisha kuwa unatamka hivyo, utaona nguvu ya Mungu inaanza kuja kwenye ulimi wako, unaanza kutamka maneno ambayo ni mazito, yanakuwa na nguvu na ile nguvu inaanza kukaa moyoni mwako. Kitakachofuata wakati unaendelea, angalia mstari wa 6 sasa. Ndio unasema baada ya hapo, ukimaliza kuto kujisumbua, anasema na amani ya Mungu ipitayo akili zote wahifadhi mioyo yenu na nia zenu katika Kristo. Kwa hiyo kinachofuata, amani inakuja kwenye moyo.
Huwezi kuwa na amani ya moyoni wakati hujashinda hii hali ya kujisumbua. Sasa watu wanaingia kwenye maombi ya kukemea na kuvunja na nini, wakati yale wanayoyakemea hawajayafuta kwenye mfumo wa kujisumbua. Lazima kwanza uyafute kwenye mfumo wa kujitesa kwa ajili ya hayo mfumo wa kwa mfano, unamwona labda sijui mwana wawe au nani, umeona labda ushuhuda wake wa wokovu umekuwa sijui ni mbaya. Kwa hiyo unasema sasa, jamani, hii aibu itakuwa wapi mpaka unakosa usingizi. Ile maana yake unajisumbua, na wakati Mungu amekwambia usijisumbue. Maana yake ile fadhaa inatakiwa mpe yeye. Umwambie Mungu, sitajisumbua, ili jambo naliacha mikononi mwako. Nafikiri kesho kutwa tukiendelea, tutakuwa tunaangalia sehemu ya pili ya huu ujumbe. Kuna kitu nitakuonyesha. Kuna mahali tutazama zaidi, maana hapa tunaanzia hapa. Kuna mahali tutazama zaidi, nitakuonyesha kitu fulani hivi. Kwa hiyo anasema amani ipitayo akili zote itahifadhi mioyo yenu. Wakati amani inayopita akili zote inapohifadhi moyo wako, inapohifadhi moyo wako, inamaanisha kwamba maombi hayo, wakati unaomba mpaka unapomaliza, utajikuta moyo una amani, na baada ya maombi utakuwa na amani. Sasa amani ni ishara ya majibu. Ndio maana hata tunapowafundisha watu, unaweza kumuuliza mtu swali, hivi niambie, maombi unayoyafanya mpaka unapomaliza, huu unasikia kweli baada ya maombi una amani, au ni yale maombi ya kukemea kwanza, wakati hata vinavyokusumbua hujajua jinsi ya kuviacha mikononi mwa Mungu? Unaona? Unaomba, unakemea, napiga wachawi, nafunga wachawi, wanao sijui ruka, wanao sawa, lakini yale masumbufu moyoni umeshajua jinsi ya kuyaweka pembeni, ili hao wachawi wanaokusumbua usisumbuke nao, kwa sababu aliyekwambia usijisumbue na muamini. Au bado nasumbuka? Kwa hiyo ukisha nani hivyo, ndipo sasa unasogea. Hata ngoja nikuonyeshe kitu hapa. Sababu kwa nini unatakiwa usijisumbue. Unaweza kawaambia hata watu sababu kwa nini unatakiwa usijisumbue. Sababu kubwa ni nini? Ukisoma pale, nafikiri ni Petro wa kwanza sura ya 5, nafikiri mstari ule, naweza kuanzia mstari hata wa 6 mpaka wa 7. Bwana pewe sifa. Amen. Hapa sasa kama unaomba au unawafundisha watu, nasema sababu kwa nini sitakiwi kujisumbua, Bwana Yesu. Lakini kama unawafundisha watu, nawaambia sababu kwa nini unatakiwa usijisumbue kwa neno lolote. Mungu alisema sababu ni nini, ndio nawaonyesha. Petro wa kwanza 5:6 mpaka 7. Maandiko yanasema, basi nyenyekeeni chini ya mkono wa Mungu ulio hodari, ili awakweze kwa wakati wake. Ili neno unaona limewekewa nukta ya chini na juu, kuonyesha kwamba lieleweke kwanza. Lieleweke kwanza. Maana yake kama nasema basi nyenyekeeni chini ya mkono wa Mungu ulio hodari ili awakweze kwa wakati wake, lazima ujue kwamba kumbe inabidi unaponyenyekea chini ya mkono wa Mungu, jue mkono wa Mungu ni hodari, unaweza kusimama na kushughulikia yale ambayo we unajisumbua kwayo. Unanisikia? Halo? Halo? Wautegeza? Kwa hiyo mkono wa Mungu ni hodari. Mkono wa Mungu ni hodari. Mkono wa Mungu sio legevu. Mkono wa Mungu ni hodari. Ndio maana Mungu anakuambia usijisumbue, kwa sababu anasema mkono wake ni hodari. Kwa hiyo unapomwambia Mungu, nashukuru kwa sababu mkono wako ni hodari, ndio maana umeniambia nisijisumbue. Halafu angalia sasa,
Angalia mstari unaofuata, mstari wa 7. Anasema huku mkimtwika yeye fadhaa zenu zote, kwa maana yeye hujishughulisha sana kwa mambo yenu. Hii ndio sababu hutakiwi kujisumbua. Haleluya, haleluya. Mimi nikijua kwamba Mungu anajishughulisha sana kwa mambo yangu, si tayari tu kinachofuata hapo ni kusema Mungu, ulivyosema ndivyo ilivyo, ninaamini. Kwa hiyo kama nilikuwa naumiza kichwa kwa sababu ya mke wangu, nitamwambia Mungu, wewe ndio umesema nisijisumbue kwa neno lolote, na sababu nisijisumbue umesema nikikutwika fadhaa zangu zote, manake masumbufu yote yanonisumbua kwenye akili, umesema wewe unajishughulisha sana kwa mambo yangu. Na kushukuru Mungu, unajishughulisha sana kwa mambo yangu, ambao ni pamoja na mambo ya uchumi wangu, ni pamoja na mambo ya familia, ninajua. Kwa hiyo unaanza kuongea, unaona kabisa Mungu akijishughulisha, kwa sababu anasema kwa maana yeye hujishughulisha sana kwa mambo yenu. Sasa ukishajua kwamba Mungu anajishughulisha sana kwa mambo yako, usifanye maombi yale ya wale wasiojua, ukaanza Bwana shughulika na hili wewe. Kwa Mungu anashughulika kwa sababu umemwambia? Wewe unatakiwa uamini neno, amesema yeye, kwa maana yeye hujishughulisha sana kwa mambo yenu. Kwa hiyo wewe ni mwitikio wako na kusema naamini Mungu najishughulisha kwa mambo yangu. Hivyo ndivyo ulivyosema. Na wewe Mungu naliangalia neno lako ili ulitimize. Ninajua kwamba malaika wako umekwisha kuwatuma wanaoshughulika na mambo yangu. Ninajua kwa jina la Yesu. Mungu wewe ni mwaminifu. Haleluya, na furahi kwamba unajishughulisha kwa mambo yangu, wakiwemo na watoto wangu huko darasani walipo. Mungu najua unajishughulisha kwa ajili ya elimu yao. Ninajua tu oh my God.